Kwanza kitu cha kukumbuka kwamba maziwa ya mama ni bora kuliko maziwa ya kopo. Maziwa ya mama ni bora kuliko maziwa ya kopo. Na yani maziwa ya kopo nitakuwa apewe mtoto ikitokea kwa mfano labda mama amefariki, ndio unaweza kumpa maziwa ya kopo. Au ikatokea mama amejifungua mtoto, labda mama akawa na changamoto ya chuchu, akawa na vidonda kwenye maziwa, hawezi kunyonyesha mtoto. Kwa hiyo labda unaweza kutumia maziwa ya kopo. Lakini maziwa ya kopo maziwa ya mama ni muhimu kwa sababu yanamsaidia mtoto pia katika ukuaji wa ubongo. Ubongo unakuwa vizuri. Kwa hiyo atakapokuwa unatengeneza kizazi ambacho kitakuwa kinatija. Kwa hiyo maziwa ya mama ni mazuri kuliko maziwa ya kopo. Na kitu kingine kwa mfano kinachopatikana na maziwa ya mama yana kinga mwili, ambapo maziwa ya kopo hayana kinga mwili. Kwa hiyo kipengele cha kujilinda dhidi ya magonjwa, maziwa ya mama yanamsaidia mtoto. Lakini maziwa ya kopo kinga mwili hayana. Na kitu kingine, maziwa ya mama yana joto lile la asili la mwili la mama, ambayo inamsaidia mtoto akinywa ananyonya maziwa ambayo yana joto la asili la mama. Lakini maziwa ya kopo inabidi utumie maji ya kawaida. Ikitokea unampa mtoto maziwa haya ya kopo umechanganya, inaweza kupelekea maziwa yakawa yamepoa. Kwa hiyo ukaendelea kumpa mtoto maziwa. Kwa hiyo inaweza kupelekea mtoto akapata changamoto ya magonjwa, kwa mfano magonjwa ya kifua, mtoto akawa anakoa. Kwa hiyo unajiweka katika hatari ya mtoto kupata magonjwa. Au pia unaweza kupeleka, kwa mfano uchanganyaji wa maziwa ya kopo ni lazima uchanganye kwa kiwango kinachotakiwa. Ukizidisha inawezekana ikawa changamoto. Kitaalamu nasema inaweza kusababisha mtoto akapata constipation. Kwa hiyo akapata changamoto ya choo. Mtoto akawa hajisaidi. Lakini tofauti na maziwa ya mama. Kwa hiyo maziwa ya mama ni bora kuliko maziwa ya kopo. Ikitokea kama kuna changamoto, labda mtoto akinyonya maziwa, labda maziwa ya mtoshi, ndio inaweza katokea. Unaanza kushauri ukatumia maziwa ya kopo. Hii inakuwa kama wazungu wanaita backup. Kwa hiyo inakuwa ni usaidizi wa maziwa ya mama. Lakini msingi maziwa ya mama ni bora kuliko maziwa ya kopo. Kwa hiyo mimi washauri wazazi au walezi sana ni vizuri watumie mtoto anyonye vizuri maziwa ya mama kwa muda miezi 6. Baada ya hapo ataanzishwa chakula kingine cha ziada. Maziwa ya kopo, kwanza maziwa ya mama ni bora, kama nilivyosema maziwa ya mama ni bora kuliko maziwa ya kopo. Kwa hiyo bora maziwa ya kopo huwezi kuyazidi maziwa ya mama. Kwa hiyo yani maziwa ya kopo yanakuwa ni mbadala. Kwa hiyo unaweza kuendelea na maziwa ya mama na maziwa ya kopo yakuwa kama ni mbadala. Kwa hiyo kwa vyovyote vile maziwa ya kopo hayawezi kuzidi ubora maziwa ya mama. Kuna wale watoto, kuna kina mama wale ambao wanajifungua unakuta yeye maziwa kimsingi sijui ni kidogo, afu kuna wengine sijui hayatoki kabisa. Sasa swali langu ni kwamba mtoto kama atanyonya kuanzia mwanzoni huku maziwa ya kopo mpaka mwishoni, anaweza akapata na changamoto yoyote ya kiafya, pengine labda anaweza kaingia kwenye hiki ambacho tulikuwa tunazungumza kuhusiana na utapiamlo? Naam, asante kwa swali lako. Kwanza naomba nikuhakikishie kwamba ukisikia mama anasema kwamba hana maziwa au maziwa yanatoka kidogo, wewe muulize tu maswali machache tu. Kwa mfano, muulize utaratibu wako wa kula nyumbani ukoje, au kwa siku unakula mara ngapi. Ukimuuliza swali hilo la pili, muulize utaratibu wako kunywa maji ukoje. Alafu swali la tatu, muulize utaratibu wako kumnyonyesha ukoje. Hii inamaanisha kwamba unaweza kukuta kina mama wengine mtoto amempangia muda wa kunyonya. Na ule muda wa kunyonya, kwa mfano mtoto ampangia labda anyonya kila baada ya masaa 3. Na umuulize pia mama, kwa mfano mwanao wakati unamnyonyesha mtoto, kimweka kwenye ziwa moja, unamweka kwa dakika ngapi au kwa muda gani? Hili inakuwa inawezekana nikawa ni swali gumu. Kwa mama mwenye saa anaweza kukwambia kwamba mimi namnyonyesha mtoto wangu kwa muda fulani. Lakini kwa wale wengine ambao hawana saa, anaweza kukwambia namnyonyesha labda kwa dakika 5. Kwa hiyo unaona kabisa hapo kuna changamoto.
Kitaalamu huwa tunashauri angalau mtoto ukimweka kwenye ziwa moja atakuwa anyonye kuanzia dakika 20. Sio chini ya dakika 20. Hii inamaanisha kwamba maziwa huwa yamegawanyika. Kuna maziwa ya mbele na maziwa ya nyuma. Ambao maziwa ya mbele kwa kiasi kikubwa huwa ni maji. Alafu maziwa ya nyuma ndio yanakuwa ni chakula. Kwa mtoto atakaponyonya maziwa ukimweka akinyonya kwa muda mdogo, kwa hiyo unajikuta anakuwa na muda mwingi ananyonya maziwa ya mbele. Kwa hiyo maziwa ya nyuma anakuwa yanaacha. Kwa hiyo inaweza kapelekea mtoto hata ukuaji wake unakuwa ni wa kusuasua. Kwa hiyo maswali lazima muulize mama. Kwa hiyo asije akatumia kama kichaka cha kusema kwamba mimi sina maziwa, kwa hiyo akanunua maziwa ya kopo. Kwa hiyo akila vizuri, akanywa maji vizuri, akanyonyesha yani kwa muda unaotakiwa, itamsaidia kwa kuhamasisha uzalishaji wa maziwa mwilini. Kwa sio kigezo kama kusema kwamba kuna kina mama wengine kwamba hawana maziwa, si wengine maziwa madogo. Ukisikia ana maziwa umuulize kama masoni nilipokuambia anakulaje. Na kama anasema maziwa madogo, muulize tutatuma kunyonyesha ukoje. Nadhani hapo utakuwa